Sababu kubwa inayowafanya watoto kukimbilia mtaani, sababu kubwa ya kwanza ni ugomvi wa wazazi, vifo vya wazazi ambavyo vinaweza vikawa vifo vya wazazi wote wawili au mzazi mmoja. Lakini kuna umaskini, kuna unyanyasaji pia ambao unaweza kupelekea mtoto kuingia mtaani, ukuaji wa miji, kulazimishwa kufanya uhalifu, kukataliwa na familia zao kwa sababu ya maadili, kutokana wakati mwingine watoto wengine ni watukutu, familia zinashindwa kuwavumilia, hatimaye zinawakataa. Lakini kuna wengine wanapambana na changamoto ya afya ya akili na matumizi ya dawa ya kulevya. Kwa hiyo sababu zote hizi zinamfanya mtoto akimbilie mtaani na kuishi huko na kufanya kazi huko. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika uhalisia halmashauri ya manispaa Mpanda hatuna mtoto anayeishi mtaani. Watoto wote wanaoonekana mtaani ni watoto ambao wana makazi, wana wazazi, wana walezi. Kwa hiyo hakuna mtoto ambaye anaishi mtaani. Wanatoka wanazurura, lakini lazima warudi majumbani. Hata walioajiriwa watafanya biashara lakini watarudi nyumbani, lakini hatuna mtoto ambaye anaishi mtaani. Watoto wote wana makazi. Maadhimisho ya siku ya mtoto wa mtaani duniani hufanyika kila tarehe 12 mwezi wa 4. Ikiwa ni utekelezaji wa mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto duniani ya mwaka 1989 unaotambua utu, heshima na ubinadamu kwa watoto, pamoja na kutoa wito wa kufanya jitihada za pamoja ili kuhakikisha haki zao zinalindwa. Kwa hiyo leo tarehe 12 hii lazima tujitafakari katika kuhakikisha utu, heshima na ubinadamu wa watoto wetu kokote alipo unalindwa na kuthaminiwa. Na kama ambavyo imeelezwa hapa, kauli mbiu inasema imarisha ushirikiano kuzuia watoto kuishi mitaani. Kwa hiyo kama jamii ni lazima kweli tushirikiane kuhakikisha watoto wanaondoka mtaani, kama ambavyo inasema kwamba mtoto wa mwenzio ni mtoto wa kwako. Kwa hiyo ni jukumu la jamii nzima kuishi na kuitekeleza hii kauli mbiu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia kauli mbiu hii kwa kauli mbiu hii ushirikiano unapaswa kuanzia ngazi ya familia kwa wazazi na walezi kutimiza jukumu lao la msingi la kulea watoto waliojaliwa. Kwa hiyo ukijaliwa wawili unalea, ukijaliwa 10, kwa sababu ndio majaliwa yenyewe 12, wote ni jukumu la mzazi mlezi kuhakikisha unalea watoto uliojaliwa. Sasa kwa familia zetu za Kiafrika unaweza ukawa na watoto wako 10 au 5, alafu una watoto wa mdogo wako na wenyewe unawalea pale, una watoto labda wa ndugu yako. Kwa hiyo unaweza kukuta kwenye familia labda kuna watoto wengi, hata 15 wanaweza wakafika kwenye familia. Kwa hiyo ni jukumu la mzazi mlezi kuhakikisha anatimiza hilo jukumu la malezi, na hili jukumu lipo kisheria. Kwa mujibu wa sheria ya mtoto sura namba 6 mpaka namba 13, kila mzazi mlezi analo jukumu la kuhakikisha anawalinda watoto na kufanya familia kuwa mahala salama penye upendo, utulivu, amani ya watoto kulelewa. Na bahati nzuri na mimi nilianzia kazi huku, kwa najua pamoja na hayo yote, lakini lengo ni kuhakikisha watoto hao kama alivyosema, sio kwamba wanaishi, asilimia kubwa wana makwao. Wazazi tupo, walezi tupo, isipokuwa wao kutokana na mazingira hayo na sababu zilizotajwa wanajikuta wako muda mwingi mtaani, wanashinda huko, lakini usiku wanarudi majumbani. Sasa na bahati mbaya zaidi na sisi wazazi walezi, kwa sababu inawezekana kwa sababu ya ubize wa shughuli zetu hatuwahoji, na wengine inawezekana hata hatujui kama karudi au hajarudi, ili mradi tu wewe upo ndani unajua mtoto yupo, lakini huna uhakika. Kwa hayo yote yanapelekea hata mahitaji muhimu ya mtoto huyu, hususan elimu, anakosa. Kwa hiyo hili jambo limekuja kwa ajili ya kukumbushana, lakini ikibidi na hatua pia kuchukuliwa.